Ndoa nyingi nazoshughulikia changamoto zake ni hapa. Tunacheza makida hapa. Tuko kanisani kila siku. Tunajua shetani, tunamuimba kila siku. Toka kwa jina la Yesu, tunajua shetani, namkataa shetani na kazi zake zote. Lakini shetani akipiga kwenye ndoa, akimpiga mmoja, mwingine haoni. Anamuona huyu mwanamke jeuri. Haoni kwamba kuna adui hapa kaisha tuvamia, niache kupambana na huyu mwanamke, nimtafute Mungu. Naomba tu nitoe mfano mmoja alafu itabidi tu nimalize. Huu mfano naona kama ni muhimu sana kwa hili eneo la somo hili, ili kwamba tuweze kupata kitu kizuri. Huyu mwanamke ambaye alikuwa anaombewa na mapepo yakaripuka yakawa anaongea ndani yake, anasema huyu ni mtoto wetu, sisi ni mapepo kutoka ukoo wa baba yake na ukoo wa mama yake, na huyu ni mtoto wetu, sisi tunamtumia kama mganga wa kienyeji. Basi yakaombewa pale, yale mapepo yakatoka. Yalipotoka, yule mwanamke akawa anaulizwa aelezee maisha yake. Najaribu kwenda tu kwa kifupi, lakini naamini utapata kitu ambacho natamani ukipate. Yule mwanamke akasema yeye alikuwa vizuri kwenye familia. Wazazi wake upande wa ukoo wa baba, ukoo wa mama walikuwa wanaabudu mizimu ile ya ukoo ile. Ilikuwa ibada za kawaida wanafanya kila mwaka mara moja za kuabudu mizimu. Yeye hakuweza kuingia kwenye maisha ya ndoa. Anasema maisha ya ndoa yalikuwa changamoto kabisa kwake, mahusiano yalikuwa hayawezi kudumu. Akiingia kwenye mahusiano yanavunjika bila kueleweka, bila sababu. Akaenda akasoma akawa nesi. Alivyokuwa nesi akawa yani wenzio watapandishwa vyeo, yeye hapandishwi. Watu watalipwa allowances, yeye atasaulika. Yani hakuna kinachoenda, anachukiwa na mabosi wake na wenzie, yani havieleweki. Basi katika kuhangaika watu wakamshauri twende kwa mganga wa kienyeji. Wakamchukua wakampeleka kwa mganga. Alipofika kwa mganga, mganga akamwambia, wewe katika ukoo wa baba yako na ukoo wa mama yako kote, wewe sikuna babu zako ni waganga wa kienyeji? Akasema ndio. Akaambiwa, wewe ndio mrithi. Huwezi kufanikiwa kwenye kazi hizo. Wewe ulishaandaliwa kuwa mrithi wa ule uganga. Akapambana huku na huku kwenda kwa mganga mwingine, akaambiwa hivyo hivyo, akaamua basi bora niende nikawe mganga. Wale waganga wakamuelekeza kitu kimoja hapo, alichomuelekeza jinsi ya kuanza, akajenge vinyumba vya msonge viwili, kimoja cha mababu zake ukoo wa mama, kingine cha mababu zake ukoo wa mama, na kingine ukoo wa baba. Basi akaanza ule uganga. Wakija wateja wake, anaenda, walikuwa wanamuita papa. Yani kama baba. Wanamuita papa, wanamwinamia, wanamsujudia. Kwa hiyo anaenda kwenye kibanda kimoja, anauliza huyu mteja amekuja na tatizo gani na tumsaidieje, anaelezwa, anaongozwa nini cha kufanya. Sasa anasema kuna siku alienda binti, akamwambia, mimi nimekuja kutoka kwenye kanisa, na kule kwenye kanisa mimi nataka mchungaji amwache mume wake, amwache mke wake anioe mimi. Ndio sababu iliyompeleka kwake. Kwa hiyo akaenda kwenye kichumba kimoja hapo, akaenda kusikiliza. Wakamwambia kwa tatizo ile alilokuja nalo, jinsi ambavyo utalifanikisha kupitia mlango wa hasira. Utalifanikisha kupitia mlango wa hasira kwa sababu yule baba ana nini? Ana hasira. Akasema sawa. Baada ya pale akamwambia yule, kwa hiyo sasa akatoka kufanya kazi na yule mteja wake. Akamwambia tutapitia kwenye mlango wa hasira. Na kwenye huu mlango wa hasira lazima tupate namna hasira zisababishwa na mke wake ili aweze kumchukia mke wake sasa na aweze kuja kwako. Lakini pia kuna dawa nyingine inabidi nikuchanje. Hiyo dawa akatuma vijana wake wakaenda porini, wakaambiwa waende wamtafute mbwa ambaye anakimbiza jike. Anakimbiza jike, katika zile process za kukimbiza na kupanda jike, wamkamate yule mbwa, wamuue, wanachukua zile sehemu zake za siri, wanazichoma zinakuwa unga, wanakata, wanamchanjia yule mteja. Kwa hiyo wakati anachanjiwa sasa ndio maneno anatamka yale aliyotaka. Si alikuwa anataka yule amwache mke wake aje kwake. Kwa hiyo anatamka yale maneno ndio anachanjiwa ile dawa. Alivyomaliza kuchanjiwa akaambiwa sasa nenda kalete nguo ya ndani ya mke wa mchungaji. Akaenda akaitafuta. Nguo za ndani zinatakiwa kuombewa siku zote. Kaitafuta, kaibeba, kaipeleka. Alivyoipeleka yule mganga anasema akachukua ile nguo, akaenda kwenye kaburi lenye jina la mwanaume, akamwambia wewe mwanaume, akamwita kwa jina lake kwa sababu ana dawa pia za kuamsha hiyo mipepo, mizimu hiyo iliyokufa. Akamwita, akamwambia huyu mwenye hii nguo ni mke wako kuanzia leo. Na kuanzia leo hutamruhusu kumtii mwanaume yeyote, kumsikiliza wala kumtendea jema mwanaume yeyote isipokuwa wewe. Akafikia pale hiyo nguo ya ndani kwenye kaburi. Basi yule dada akaondoka, akamwambia sasa hakikisha mchungaji anakuona muda wote. Akaondoka akarudi kwenye kanisa haya ya Kipentekoste haya madogo. Akarudi, kwa hiyo yeye ndo sasa yuko pale kanisani sasa kusafisha ofisi ya mchungaji, kufuta vumbi,
kama kuna ua kwenda kuweka, mchungaji umekunywa chai, yani yeye yupo muda wote maeneo yale. Anasema baada ya muda yule mteja wake akawa anarudi kwake, anamueleza kwamba haya mambo yanaenda vizuri. Sasa hivi mchungaji nyumbani kwake akai, yuko ofisini mpaka usiku na mimi ndio niko pale naendelea kufanya shughuli pale nyingi. Kwa hiyo mchungaji niko naye, na hata chai siku hizi anywe nyumbani, anakunywa pale ofisini. Mimi ndio namwekea chai, na muda wote analalamika kuhusu tabia za mke wake. Sasa hivi anasema mke wake kabadilika, ni mjeuri, ana kiburi, mkorofi, analalamika muda wote. Kwa hiyo mambo yanaenda vizuri. Umejifunza kitu hapo? Mchungaji amegundua mke wake amebadilika. Kumbe mke kaisha valiwa na mapepo. Ile pepo linaitwa spiritual husband. Inaitwa mume wa kipepo. Kaisha pewa mume, kavaliwa. Hawezi kumtii. Amekuwa na kiburi, sawa? Lakini yeye ni mchungaji. Baada ya mke kuwa na kiburi, yeye hasira imepanda. Mapepo yalishaona hasira iko ndani. Lakini mke amekuwa na kiburi, hamtii. Yeye haangalii kwamba mimi nina hasira. Mke sikashaanza kiburi, sikaanza yeye. Lakini Biblia imekuambia tu kwanza boriti. Hata kama yeye kaanza. Lakini wewe umekasirika. Hasira sio dhambi. Amina. Kwa hiyo tunapokuwepo kwenye ndoa ni karakana ya kujitakasa wewe. Kwenye kila kosa wewe ndio wa kujitakasa. Kila mtu kati yenu kwenye ndoa akiwa na hiyo kwamba kila tukikosana ni mimi natakiwa kaa chini niangalie nabadilika wapi. Ninatubu kosa gani? Kila tukikosana basi mtashinda kwenye ndoa. Amina. Huyu ni mchungaji lakini analalamika muda wote kuhusu mke wake. Wapendwa, Biblia imesema nini kuhusu kulalamika? Biblia inakuruhusu kulalamika? Hairuhusu. Usiposoma neno pia hautajua Biblia imekwambia nini kuhusu mazingira tofauti tofauti. Kwa unasoma neno kila siku, utajua Biblia ikuruhusu kulalamika. Mke amekuwa na kiburi, ilibidi yeye ameanza, mke ndio alianza kiburi kwa sababu kashaingiziwa pepo. Amina. Ilibidi yeye amenifanyia kiburi, nasikia hasira, aanze tu kupambana na hasira yake, aachane na mke wake. Toa kwanza boriti. Kwenye chochote wewe toa kwanza boriti. Ndio maana anamaliza hapa tukisema kwamba hatuna dhambi, tuajidanganya wenyewe. Kwa hiyo mchungaji kaishaona nimepata mwanamke kabadilika, ana kiburi ila mimi sina dhambi. Amina. Huyu mwanamke ana kiburi, mwanamke jeuri, na kweli mwanamke ni jeuri. Lakini shetani ameshapiga. Amina. Na mara nyingine kwenye ndoa pia tunasahau kumuona shetani. Tabia yote mbaya inayotokea sio huyu unayemuona. Vitu vyote vinaanzia rohoni. Ukijua kuona rohoni, utajua kupambana naye, utaacha kupambana na mke wako, utaacha kupambana na mume wako. Ndoa itaenda vizuri. Amina.